Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya maboresho haya ambayo yameendelea katika makazi mapya ambayo ninakwenda kuhamia kwenye nyumba yangu hii. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya maboresho mapya haya. Kwa Mungu ni mwema sana kwa rehema zake na fadhili zake. Mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya maboresho haya ambayo yamefanyika kwa uchache sana ili kuweza kuhamia haraka sana iwezekanavyo. Namshukuru Mungu sana. Najua mpaka tumefika hapa tulipofika ni kwa rehema za Mungu, lakini pia elimu za wajoli wake, elimu za watumishi wa Mungu ambao wametuvumilia katika mengi mpaka tumekuwa na hatua hii tulizo nazo. Kwa hiyo hatuwezi tukajivuna hata kidogo, bali kuna watu ambao wameriski maisha yao, walikubali kulaumiwa walipokuwa wakitoa maelekezo, uelekeo wapi tuende. Ilikuwa ni ngumu sana, lakini hiki tunachokiona na matokeo haya ya kuweza kumiliki nyumba kama hii, watu ambao tukua na sifa hata kidogo ya kuwa na uwezo wa kumiliki nyumba, leo hii tunamiliki. Ni jambo la ajabu sana. Mimi kwangu linanishangaza sana nikianza kufikiria hivi ni mimi kabisa Zawadi ambaye niliokotwa kutoka matopeni, ambaye niliokotwa nimetoka vijijini huko porini huko, sielewi hili na lile. Mimi ndo nina uwezo wa kumiliki nyumba hii tena jijini Mbeya. Kweli ni mimi? Ni vitu ambavyo siamini sana, lakini najua ni kwa rehema zake na fadhili zake na kwa kutaka kwake Mungu kutujulisha kwamba kwa Mungu hatujapotea. Yote yanawezekana. Sio kwamba kusali ndo kutokwa na akili, hapana. Wakati wengine wanaposema kwamba kusali ni kutokwa na akili, sisi wengine tukiangalia vitu kama hivi, tukiona elimu za mtumishi wa Mungu Mbarikiwa Mwakipesile kwa kutusimamia kwa namna yoyote ile, hata kwa kuchukia tulikokuwa tunachukia, lakini unaona tumefika hatua hizi za kuweza kumiliki hata nyumba kama hii. Najua kabisa kwamba ikiwa imewezekana vitu vya maisha haya, hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu, yote yanawezekana. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana kwa rehema zake na fadhili zake. Amen.